kitu ambacho Mungu amemuumbia mwanadamu, kitu cha kwanza ilikuwa ni kwa ajili mwanadamu afanye kazi. Anamwambia Adamu ya kwamba anamwambia tumfanye mtu kwa mfano wetu. Na wale watu watakuja kutawala. Kumbuka kutawala tayari ni kazi. Na ndio maana anapomweka mtu hajamweka sehemu ambapo ni pazuri, anamweka shambani. Ili shambani humo akafanye kazi, alilime na litunze. Unaelewa? Kwa moja utakubaliana na mimi, sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Mwanadamu tayari ameumbwa kwa mfano wa Mungu, hata kwa uchapakazi. Sababu alikuwa wa kwanza kufanya kazi ni Mungu. Kwa hiyo kama akatumba kwa mfano wake, tutafikia na sisi tuige mfano wa Mungu hata kiuumbaji pia. Haleluya. Kwa hiyo mpaka hapa utagundua kwamba watu wengi wasiofanya kazi na hawajaitwa na Mungu eti wasifanye kazi. Kuna wale nimesema wanaitwa na wameambiwa wao hutaki kufanya kazi, kaa hapa. Na kuna wale ambao wao wanaitwa na wameachiwa muda. Sasa ukikuwa mtu kama ule na ufanye kazi, unakuwa mzigo kwa hao watu. Ama unakuwa mzigo kwa watu. Utataka wakusaidie na wakati ulitakiwa ujisaidie mwenyewe. Kwa hiyo mwisho wa siku hata Mungu pia unalizaraulisha jina la Bwana. Kwa sababu kama Mungu alikuita na akakwambia wache kazi, ataachilia na watu kama anavyosema katika kitabu cha Isaya, kwa kuwa ulikuwa wa samani machoni pangu na nilikupenda, nitakutumia watu na kabila za watu. Kwa hiyo Mungu akikuita na kwambia wache kazi ya kufanya, wache kazi yako binafsi kwa ajili ya kazi yake, atakuandalia watu ambao watakaokulisha na watakaoendesha kusudi la Mungu na maisha yako pia. Lakini kwa wewe ambaye Mungu hajakwambia waache ila ukaacha tu kwa sababu ulienjoy kwamba kazi ya Mungu ni kupumzika, kama hata nisipofanya kazi kuna watu watakuja, au watu hawaji, mwisho siku unakuwa mzigo. Kwa hiyo baada ya kuwa mzigo, hata Mungu anakuwa afurahikiwi na wewe pia, kwa sababu unamdharaulisha Mungu. Kwa sababu mtu ambaye umeitwa na Mungu hawezi kulalamika kwa sababu ya chakula, kwa sababu ya nini? Kwa sababu Mungu aliyekuita tayari anaviandaa vile vitu kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo asubuhi ya leo ni asubuhi ya kukutia nguvu. Kama ulikuwa umekaa kinyonge, make sure hakikisha unapata kazi yote ya kufanya kwa ajili ya kuendelesha kanisa, kwa ajili ya upate japo sadaka, upate japo hata chakula na watoto wako, upate japo cha kujitegemea kama kijana. Haleluya. Kwa sababu kazi ni kitu cha kimungu. Ndio maana Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliumba, yani alifanya kazi. Na nikakwambia kuumba ni kazi. Ndio maana nasema katika mstari wa pili wa sura ya pili ya Mwanzo anasema na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyofanya, akastarehe siku saba. Alimaliza kazi. Kwa unakuta uumbaji ni kazi. Kila unachofanya jitahidi ufanye kiwe kazi. Huduma unaifanya jitahidi ufanye iwe kazi. Kwa Mungu anapenda wachapa kazi. Haleluya. Kwa ningekuja kusema kwa ajili ya kazi. Yawezekana umekaa hakuna unachopata. Yawezekana umekaa hakuna unachofanya. Mwanangu anakuja kukusisimua. Jitahidi uwe mchapa kazi. Hiyo kazi iko biblically kabisa, ni kiungu kabisa. Kwa Mungu anataka watu wapige kazi. Ndio maana unakuta Daudi yupo porini anachunga kondoo. Na wengi sana walikutwa kwenye kazi zao. Haleluya. Kumbuka hata Petro anakutwa yupo kwenye kuvua samaki. Ndio anakutana na Mungu. Kwa hiyo utakutana na Mungu kwenye mazingira unayofanya. Utawahubiria watu kwenye mazingira unayofanya. Utawahubiria watu ofisini, utakutana na baraka za Mungu ofisini ama kazini, kwa biashara unayofanya. Utakutana na baraka za Mungu umekaa tu hivi, ukashangaa ikashuka pesa. Mungu afanyaje tena miujiza? Aliachia tena kipindi cha wana wa Israeli. Kwa hiyo hili ni neno la Bwana ambalo lilikujia asubuhi ya leo. Kujitahidi kuwa mchapakazi katika kila unachofanya. Hakikisha unakuwa mchapakazi. Hakikisha unafanya kazi. Usikae kinyonge. Kazi zipo zozote ambazo unaweza ifanye. Na Mungu atakubariki. Acha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya neno lako ambalo limetufundisha kuwa wachapakazi, kufanya kazi. Kazi tutakutana na wewe kwenye kazi zetu. Tutabarikiwa ni kwenye kazi zetu. Somta na wakati kama neno hili ambalo limeweka ndani yangu kwa ajili ya watumishi wako likapata nafasi ndani yao, likawawezeshe, likawasaidie na likawafanya Bwana kuinua kutoka walipokuwa, katika jina la Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Amen.